Habari za muda huu popote pale ulipo mdau wetu, karibu kwenye Soka Spotlight. Hii ndio show namba 1 ya michezo ambayo show pekee unaweza kuongelea kuhusu michezo lakini pia unapata sasampa. Leo kama kawaida niko na wanangu, niko na Ivan, lakini upande wa pili pale niko na Mkanani na tutaongelea mada mbalimbali. Tunaanza moja kwa moja na mashindano ya kimataifa ya Afrika kwa vilabu, inamaanisha CAF Champions League na CAF Confederation Cup, lakini pia tutaenda mbele kuangalia mwenendo wa ligi ya Uingereza pale, ligi kuu pale Uingereza, EPL, yani katika zile race za kukimbilia ubingwa ama kuchukua kombe kama Arsenal je atachukua. Kwa moja kwa moja tuanze. Tuko vizuri kama kawaida. Ukiongea Uingereza huko ulipoongelea Uingereza huko watu wanakuambia nyani anataka kutema bungo bwana. Uchachu. Bungo la uchachu. Ndio ndefu hizi. Ndio ndefu bwana. Arsenal bwana, kama ulivyosema tutafika huko. Kuna watu wanakuja polepole. Wanakuja polepole lakini wapo sure na mbio zao. Kuna tofauti kati ya kusprint na kujogi, wenyewe wanasema. Sprint ni ule speed kali, afu kuna wale jamaa wanaokujaga hivi mdogo wale. Hapo kwa lugha ya kitaalamu mambo ya riadha kuna sprint, zile mbio fupi mita 100, 200, lakini pia kuna marathon. Hapo sasa tunazungumzia mita 1000, 5000, 10 na kuendelea. Wale tunaenda parefu. Ya sahihi. Hasa mwenzetu kaanza kusprint kwenye marathon. Sasa hivi anaanza kutema bungo. Tutamfikia, hebu tuendelee na za ndani kwanza. Haina shida. Sasa tuanze kwenye CAF, mashindano ya CAF Champions League na Confederation Cup. Tuna wawakilishi wetu kule wanne. Tuna Azam, tuna Simba, tuna Yanga, lakini pia Singida Big Stars. Lakini sasa tutapita haraka tukianza na Champions League kwa hawa ma giant wetu wawili, Simba na Yanga. Kwa namna moja au nyingine, kuna mmoja wao haeleweki, kashaelekea Kibra, lakini kuna mwingine calculator ni nyingi sana. Casio zinaisha watu wa hesabu wanaelewa ujua. Na changamoto kubwa inapokuja ni kwamba mmoja alianza kwa nuru, mmoja alianza kwa neema kuliko mwenzake. Lakini sasa hivi mambo yalipofika last match day, mechi ya mwisho, wote hawa wana wasiwasi, wote wana walaki. Kumbuka Simba alipoteza mechi zake 2 za kwanza za kundi, lakini Yanga alianza kwa kushinda na kudraw, kitu kama hicho. Kwa maana yeye alikuwa kidogo anamwangaza kuliko mwenzake. Umeona, lakini kuelekea mechi ya mwisho sasa Yanga ili afuzu anahitaji ampige JS Kabylie kwa tofauti ya kuanzia magoli 2, lakini pia akiombea dua ziwe nyingi Al Ahly Cairo aweze kumfunga FAR Rabat. Sasa kitendawili kipo hapo, kwa sababu kumbuka FAR Rabat anahitaji japo draw ajakishie kwenda hatua ya robo finali. Waswahili wanasema walau draw. Lakini huku kwa Yanga sasa yeye anahitaji kushinda. Kwa hiyo yule FAR Rabat anaweza kaingia uwanjani akakubali kwa timu ya pili, akaondoka na pointi 1 akaenda robo finali. Sasa kimbembe kinakuwa kwa Yanga kwa katika nafasi. Na hii ni funzo kwetu, ama ni funzo kwa timu zetu za Kariakoo na za Tanzania kwa ujumla. Ukiwa na nafasi ya kufanya kitu ufanye kabla mambo hayajaanza kuwa mlima, kwa sababu Yanga mimi naamini alikuwa ana possibility ya kuepuka vitu kama hivi, ya kuepuka mechi kama hizi za do or die. Umeona kuna mechi ambayo amefungwa, angeweza kujikaza kujishikilia. Kuna mechi ya Ali Tripoli anaanza kuongoza na rudishiwa. Ni mechi ambazo ni makosa madogo ambayo pengine angekuwa makini zaidi asingekuwa kwenye situation ambayo yuko nayo siku ya leo. Nakumbuka hapo pia JS Kabylie, sawa Yanga alipata point 3 kwa JS Kabylie, lakini JS Kabylie pia sio mpinzani mchekea na timu za kaskazini zote, sio timu ambazo wanaweza kusema mimi nenda na kufunga. Umeona yeye unachohisi ni kwamba tatizo ni ubora kwenye timu ya Yanga, ama tatizo ni kule kurelax kwamba kuna mechi nyingine naweza nikapata na nikashinda? Changamoto pia inakuja kwamba sidhani kama Yanga wana quality problem, yani kwamba wana tatizo kwenye swala la kuwa na quality players. Kinacholeta changamoto ni kwamba kwanza kundi lolopo
hawapo kwenye kundi la vichekesho. Wana bingwa kihistoria Al Ahly Cairo, wana FAR Rabat naye mshindi, ni amewahi kuwa mshindi pia wa kombe hili na kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo wapo kwenye kundi ambalo watu watatu wote wanaweza kufanya, watu wawili wanaweza kufanya kitu chochote. Inabidi upambane nao wale, wewe uwe mtu wa pili, kwa sababu kati makundi yanatangazwa kila mtu ideally ile kikawaida kabisa alikuwa anajua kabisa bwana Al Ahly Cairo anamtafuta mwenzake kwenda naye robo finali. Sasa mwenzake awe nani? FAR Rabat na Yanga, na ndivyo ilivyokuwa. Sasa Yanga kipengele kilikuwa hapo, una mtu ambaye tayari ana asilimia japo 75 za kimpira kwamba ili kundi ni la kwake, ndio kiongozi ile kundi, yeye ndio atavuka kwenda robo finali. Kwa hiyo slot ilobaki ni moja ya wewe kuipambania uweze kufika. Kwa hiyo inaweza ka changamoto kubwa kwenye kundi, lakini mimi napata kuamini kwamba Yanga angekuwa in a different group. Pengine tusiko kuna discuss haya, ni kwamba pia yupo kwenye group ambayo kidogo ni gumu kulinganisha na mpinzani wake ama mtani wake wa jadi. Sawa. Group ambao kidogo ni gumu ukilinganisha na watani wao wa jadi ambao Simba. Wale mabingwa au watu ambao walipiga hesabu, kuna muda unaweza mkawa katika pepa la hesabu, calculator ukawa nayo, lakini jasho likawa linakutoka sana kwa sababu unachokiona pale ukielewe bana Mkanani. Na hesabu haya unayaonaje ndugu yangu? Tunatoboa hapa 1+1 2 au 11. Kama alivyosema Ivan hapa, Yanga alikuwa kwenye kundi gumu ukilinganisha na timu nyingine za Simba tuseme, si ndio? Yanga unajua timu zote ambazo alikuwa nazo kwenye kundi, JS Kabylie, Al Ahly pamoja na FAR Rabat, wote wameshawahi kuwa mabingwa wa Champions League. Kwa hiyo Yanga anacheza na mabingwa. Kwa maana Yanga hata anapoenda wenyewe wanasema kwamba sisi tunaenda kufuzu kwa kishindo, wanafuzu kweli kwa kishindo, kwa sababu unacheza na watu ambao haya mashindano anayafahamu, haya mashindano ameyacheza kihistoria na ni timu kubwa, si ndio? JS Kabylie ni kama Yanga kwa Algeria, ni timu yenye makombe mengi ya ligi. Hivyo kwa Ahly ana introduction ya Afrika hapa, si ndio? Ukisema mpira wa Afrika lazima umuongelea haya. Na FAR Rabat ni bingwa mtetezi wa Morocco, na unajua ukichukua ubingwa wa Morocco kule wewe ni timu ya aina gani. Kwa hiyo Yanga anaanza kwenye kundi, wote tulikuwa tunajua kwamba Simba atakuwa na kundi mchekea, Yanga na kundi gumu. Hata mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaicheka Yanga, lakini kadri ilipokuwa inaenda Yanga alikuwa anaonekana ana timu nzuri ambayo anaweza kuvuka, lakini tunasema kutumia nafasi. Nikwambie tu ndugu yangu Makdi kwamba mashindano haya ya CAF Champions League hasa hatua za makundi anayepita mara nyingi ni yule ambaye anafunga magoli mengi. Na Simba na Yanga msimu huu ametuangusha sana. Angalia mwaka 2023-24 ule msimu ambao Tanzania tuliwapata wote Simba na Yanga kwenye CAF Champions League. Simba na Yanga walifunga magoli 9 na ndizo kwa timu zilizofunga magoli mengi kwenye hatua ya makundi. Umeona? Sasa hivi Yanga ana goli moja zaidi ya mtu mwenye magoli machache kwenye hatua ya makundi. Yanga ana goli 2. Mtu ambaye ana magoli machache ana goli 1, River Plate wa Nigeria. Kwa hiyo unaona kwamba wapo shallow sana, na sio kama Yanga watengeneze nafasi. Umeelewa? Ivan hapa atakuwa shahidi. Unaiangalia Yanga unaona jinsi wanavyokosa nafasi. Unaiangalia Simba unaangalia jinsi wanavyokosa nafasi. Simba kuna mechi ambazo walikuwa wanahitaji goli washinde mechi, watu wanakosa goli yeye na goli. Yaani mtu ana miss yeye na goli. Unahisi ni pressure? Jinsi ambavyo nadhani ilikuwa ni pressure, uzoefu, vitu kama hivyo. Yaani unajua kwenye mpira ni vitu vingi vinaunganika vinakufanya wewe unakosa au unapata kitu fulani. Kwa haraka hapo tumuunganishie na Simba ambaye anaelekea kukamilisha ratiba. Anakamilisha ratiba zake. Bana, unamuongeleaje Simba katika Simba alikuwa mbovu. Yaani katika mashindano ya kuyasahau ya Simba, kwa sababu tangu Simba aingie kwenye mashindano ya Afrika ndo mashindano yake mabovu. Kuanzia statistically hadi vitu vingi, hadi anavyocheza uwanjani. Unahisi shida ni nini? Nadhani ni kama waliingia kwa mazoea, na pia waliingia na timu changa. Unajua kila msimu Simba na Yanga wanaingia na kila timu changa. Timu changa. Sasa hii nadhani msimu huu waliingia na timu changa sana. Unajua walikuwa wanaingia na changa lakini unachama. Unaingia na timu changa lakini una John Boko, una wakojazi wa kutosha. Kuna watu ambao wanawaambia unamshika mkono yule au unaambia au
mechi yetu. Bwana Libase, hii mechi tunashinda, tushawafunga. Nani, hii mechi tunashinda. Lakini unaingia kila mtu anaangaliana, ndo mechi yangu ya kwanza. Tumwangalia Kapombe ambaye naye ndo anaenda kwenye maji ya jioni sasa. Kwa mimi nadhani walicheza pia mechi kiuoga sana. Kuna mechi za ugenini unaona kama Yanga, kuna mechi ambazo unasema Yanga nenda nao watoto tu. Mechi na JS Kabylie ni mechi ambazo unasema Yanga unaenda na hii mechi unaweza kupata goli au ukashinda. Wafanye wao wa react zaidi kuliko wewe kureact. Kwa hiyo nadhani uoga, makosa madogo madogo, kutokutumia chance, kukosa wale quality players. Ninapokuambia Yanga na Simba wanaongoza kwa timu, wanaongoza kwa magoli kwenye msimu ule 2023 kwenye makundi. Yanga hiyo ina Aziz Ki, ina Pacome, mafundi wa kutosha. Simba kina Ntibanzonki, huyo kocha wao Brazil yule mwenye matege fulani wa moto. Simba inafunga sana magoli kuliko kufungwa. Robertinho. Kwa hiyo nadhani ni walikosa ile quality mbele ya goli. Yaani funga magoli. Muda mwingine inabidi tufunge. Changamoto nyingine naona hapo kwa Simba, Simba wana matatizo mengi nje ya uwanja. Sasa kwa mpira wa Kiafrika na mpira kote duniani, timu ikishakuwa haipo stable nje ya uwanja, nazungumzia management, umiliki, uongozi, vitu kama hivyo. Hapa tunaongelea Afrika ambapo kuna timu nyingi sana zimekuwa mfano zikiwa zina changamoto za nje ya uwanja, hata timu zao haziperform. Lakini ipo duniani kote. Kuna mtu kama Tottenham Hotspur amekuwa anataniwa kuwa na kabati lenye vumbi, hana vikombe. Lakini ni kutokana na wanamiliki ambaye very economic Daniel Levy. Lakini management inakuwa inamwangusha. Wana appoint coaches kama Jose Mourinho, wanamfukuza one match before final. Wana ile management fana ambayo sio stable. Hata Mazembe, TP Mazembe mtu liumba sana kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Ukisha include politics kwenye your football club, inakuwa ngumu sana kwa wewe kuperform kama timu ya mpira, kwa sababu mpira sio siasa. Mpira unahitaji umoja. Kuna mambo mengi yanayokusababisha wewe ushinde uwanjani. Tunazungumzia leadership, morali ya wachezaji, namna ambavyo wote kwa pamoja as a club, kuanzia first aid kit, kitman, sijui watu wa production, watu wa nini, wote kwa pamoja, wapishi wa timu, wote kwa pamoja unatakiwa mnaonekana nyinyi wote ni kundi moja, mnalitaka jambo lenu moja. Wewe kwa mfano ukaambiwa vitu vitatu vya msingi ambavyo vikifanyika kwa namna moja au nyingine Simba kwa mashindano yajayo tunamwona akiwa moto hivi. Kama Yanga kama hatopita au namna gani vipi, ila sisi tunaamini kwamba calculator zetu zitafanya kazi vizuri. Kwa Simba kwanza ile timu inahitaji rebuilding. Team kuachana na mambo ya management nje uwanja, tunazungumzia team as a team. Wachezaji bado ni nyepesi sana. Ametaja timu ya Simba ya msimu uliopita ilikuwa na watu, umeona. Lakini Simba sasa hivi hata hizi mechi ambazo wanashinda za ligi kuu Tanzania bara, wanashinda kwa papatu individual business. Lakini pia ni kwa sababu tu kuna utofauti pia wa quality ya wachezaji waliopo Simba na wachezaji kwa mfano waliopo Dodoma Jiji. Lakini ukishavuka mpaka Tanzania, unaona kabisa namna ambavyo wewe uko mweupe ukilinganisha na watu wengine. Kwa hiyo ile team kama team inahitaji rebuild. Kuna wachezaji ambao sasa ifike sema asante, no disrespect kwa mchezaji show me the way Baba Esther Shomari Kapombe, lakini ifike mahali sasa Simba wapate wachezaji beki namba 2 ambaye anaweza kweli kucheza kwenye mashindano ya kimataifa, mwenye uzoefu kwanza. Msilete watu kama Valentino Noma, anaonekana ni mchezaji mwenye kipaji lakini hana exposure, hana experience ya kucheza kwenye mashindano. Kwa team kama team ya Simba inahitaji total rebuild, inahitaji waweke wachezaji pale ambao kwanza wana experience, wana exposure na mashindano ya kimataifa. Hii timu inuke la kwanza. La pili, waweke kocha ambaye ni kocha kweli, yani wasiokoteza wamechukua Matatu, wamemchukua kocha Steve Baker, yani ni makocha fulani ambao wana CV fulani nyepesi. CV nyepesi ni kama wanachukua wanaajiri walimu kwa mhemko kwa mhemko, ni watu tumchukue au yule Matatu. Vladimir aliwasumbua Simba mechi ya ugenini Botswana, ilikuwa mechi moja tu akaona bwana huyu ni kocha mwenye hana hata vyeti tu. Lakini pia la tatu la msingi zaidi, timu kama ambavyo alisema
tajiri bwana, transformation imefikia wapi? Timu ile watu wakae kitu kimoja, kati ya management, uongozi, wachezaji, yani timu nzima iwe na uongozi stahimilivu, mshikamano uwepo. Timu sasa hivi inaonekana iko wazi. Wachambu ma influencers wa Simba, mashabiki wa Simba wanaita press conference huku kuna wengine wanaita huko. Sasa ukishafanya vile inakuwa ngumu sana kwako kutoboa as a modern running football club. Mimi ninachoamini Simba itakaa sawa na timu zetu nyingine zozote zile za Kitanzania zitakaa sawa. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na mpira wetu unazidi kukua kwa haraka. Mkanani tuambie hapo kuhusiana na Azam na Singida Black Star kwa haraka. Bana, Singida na Azam kama kawaida. Singida yeye ameshatoka kama Simba. Singida ametoka, anacheza na Stellenbosch ugenini, ana pointi 4 pamoja na Stellenbosch pia ana pointi 4. Kwa hiyo kwa namna yoyote vile hawezi kufikia pointi 9 za mshindi wa pili pale. Kwa hiyo Singida anaenda kukamilisha makundi, lakini Azam matajiri wa Dar es Salaam sio. Wale jamaa bwana, nadhani karata zao ndio unaambiwa karata zao wamepata karata sio dume. Azam anaenda kucheza na Wydad mechi ya mwisho. Wydad ambaye ameshinda kila mechi. Anaenda kucheza naye afu anataka pointi. Kwa sababu yeye ana pointi 9 na Manyema ya Ghana pia ana pointi 9. Sasa tofauti ni kwamba Azam anacheza na mkubwa, Manyema anacheza na kibonde wa timu Nairobi United. Umeelewa bwana? Ambaye pia kafungwa na kila mtu kwenye kundi. Kafungwa na kila mtu kwenye kundi. Umeona? Kwa hiyo yule ana njia nyepesi, Azam inabidi angalau amfunge Wydad ili kusema kwamba mimi ndo napita vizuri. Kwa magoli na vitu kama hivyo. Na hapo amfunge vizuri kwa sababu huyu Manyema ana magoli mengi kuliko Azam. Kwa hiyo Azam ana njia ngumu lakini bado hajatoka moja kwa moja. Dua la kuku mwingine linampata mwewe. Nairobi anaweza kupata moja pale. Akapata moja. Kwenye mashindano haya kombe la shirikisho sasa mimi nipende kuzipongeza hizi timu mbili, Azam na Singida. Singida ndio the first time kwenye historia ya klabu yao imefika hatua makundi kwenye mashindano ya kimataifa ya Afrika. Kwa hiyo hili jambo kubwa sana kwao. Na wameonyesha chochote kitu, wana pointi 4. Manake ni kwamba chochote kitu wameokoteza. Azam sasa nao pia for the first time in the kwenye historia yao wameingia hatua makundi. Kuingia hatua makundi kwenye kundi ambalo lina AS Maniema kutoka Kongo, wana Wydad Casablanca hahitaji introduction. Bingwa wa kihistoria wa mashindano yote mawili. Na ana hasira vibaya na ana hasira ya kuwa nje kwenye mashindano haya. Kwa maana hiyo lolote ambalo litampata Azam kama shabiki wa mpira mimi nasema wamefanya vizuri kwa upande wao. Aidha umetoka, wakipita robo finali itakuwa safi zaidi, lakini hata wakitoka mimi sina cha kuwadai. Unaonaje Ivan? Wameexceed. Unaonaje kuna timu inapita Tanzania inafika robo kwenye mashindano yote? Ni ngumu sana, lakini mimi niseme wajipange kwa msimu ujao kwa sababu sioni karata zetu zote ni ngumu. Tumeongelea Maniema ambaye kampa kila mtu pointi 6. Nairobi United kampa kila mtu pointi 6, anacheza na Maniema ya Kongo. Obvious Maniema anachukua pointi zake 3 nyingine. Huu ni mpira na chochote inaweza kutokea, lakini inaweza ngumu sana. Sahihi. Ili tuache calculator hizi inabidi hesabu zako zipige mapema. Sahihi. Tuache papatu. Tuache papatu. Bana, tupo na tunaendelea kudiscuss kama kawaida masuala ya kimichezo, na sasa hivi moja kwa moja tunaruka mpaka pale England kwenye ligi kuu nchini England, EPL. Tukizungumzia mechi ya jana bana, Brentford na Arsenal. Brentford bana jana kawaachania watu wengi sana. Akiwepo mwanangu hapa Ivan Nyema. Sahihi. Asubuhi tu wananiambia bwana Arsenal tulimfuata mazima, tulikuwa tunajua kabisa kama bwana huyu anaendeleza lile gap pointi 6. Sasa bwana alikutana na mtu mmoja anaitwa Brentford wataalamu. Au Brentford wanatoaga wataalamu wa mipira iliyokufa. Wana kocha wao pale Arsenal na wana kocha wao Chelsea. Wa mipira iliyokufa tu, kurusha, kona, faulo, set pieces yoyote. Na ndo jana waloitumia dhidi ya Arsenal. Kwa hiyo jana Arsenal walipewa dawa yake mwenyewe. Goli la mwisho kabisa. Ni bingwa kweli Arsenal wa mipira iliyokufa. Hatari. Kinachonisikitisha zaidi ni kwamba katika misimu ya hivi karibuni ya mimi kuangalia ligi kuu ya England, huu ndo msimu ambao naona kwamba pamoja na kwamba Arsenal bado ananyosha miguu na kutokonyosha, lakini still namuona Arsenal anaweza kachukua this time around, kwa sababu
City amefanya additional ya wachezaji kama kina Antonio Semenyo ambao wameweka kitu lakini still simuoni City ambaye ananitishia sana, ni kwamba huyu kwamba April 18 anapokutana na Arsenal basi City anaweza kumtungunywa Arsenal. Bado naona kabisa Arsenal bado ana nafasi kwa sababu City sio yule ambaye alikuwa anatutisha kwangu mimi, lakini katika msimu huu ndo msimu wa kwanza ambao still naona pamoja na kwamba Arsenal anataka kusua na mimi na hasira naye kwa kunichania mkeka wangu siku ya jana lakini still namuona Arsenal akibeba ile kombe la Premier League. Still anamuona yeye Arsenal akibeba kiufupi jamaa bado ni contender namba 1. Of course. Kwangu mimi naamini yoyote au lolote linaweza likatokea. Maana EPL bwana ina mambo yake ya kustaajabisha pia. Lakini katika kuchambua hapo waga tunaendaga na kupiga michuzi jamani. Michuzi yetu tunaipigia www.sokabet.co.tz www.sokabet.co.tz. Pale ukiingia kuna michezo mingi sana na ukiendelea. Jana ilikuwa siku mbaya jana. So mbaya. Tunaangalia sisi wakamalia kwamba huko kumekaaje, kama timu imetuangusha kidogo basi kesho tunapigia tena. Uzuri sasa wa Sokabet unapoingia hapo kila ukipoteza huwa unapatiwa bonus pale. So utapigia simu hapo kwenye namba yao hiyo inaonekana hapo, basi moja kwa moja bure kabisa. Na kama umepoteza jana McD, leo kuna mechi kibao leo Chelsea anacheza na Hull City, Bayern anacheza, Bundesliga unajiachia unavyotaka. Mechi zipo nyingi sana. Sawa. Bana, muda umetutupa mkono kwa sasa. Itabidi tuondoke, lakini hatukuachi hivi. Hakikisha mikeka yako unaiweka pale www.sokabet.co.tz. Pale ndo tunapoweka mikeka yetu, na codes kama hizo unazoziona ni codes zetu za leo. Kwa namna moja au nyingine unaweza ukaweka na ukajipatia mkonje wako. Ukipoteza usisahau kupiga simu uweze kupatiwa bonus yako, lakini ukishinda basi unatoa na kesho tena tunaweka tena wawekezaji kama kawaida. Bana, asante sana kwa muda wako na kipindi chote ambacho umekaa na sisi. Mwekezaji ukishinda mkeka toa pesa yako mwekezaji. Bahati nzuri Sokabet tuna kitu kinaitwa instant cash out, yani namna ambavyo unatoa pesa yako ni kwa speed ya nanoseconds, yani ni kwa speed ya hatari, kwa yani kama kuyayuka na kutokea upande wa pili. Shinda toa pesa yako. Amna useme mbona akaunti yangu hii ya kubashiri ni akaunti ya benki. Hapana, mzigo ukishashinda shoot ukautumbue bwana. Tumbua siku nyingine ulipo shabiki wa Manchester bwana anatuchelewesha kwenda kubeti bwana. Asante sana kwa elimu. Sokabet, amua ushindi wako.